Mpendwa mtazamaji wangu, na kukaribisha katika kipindi hiki cha Biblia iliyoota mabawa. Ni kipindi cha kufanya Biblia ipae kwa kila kabila, lugha na jamaa, ieleweke katika lugha yake ya asili, ieleweke katika maana yake ya asili. Na hiyo maana tukishaielewa, tutaelewa na jukumu letu tulilo nalo leo, kwa mfano au kwa maana hiyo ya Biblia. Bwana asifiwe sana. Na tunaenda kuanza kwa wimbo huu. Mpendwa, vyote vya mfalme, njoo tumsifu kwa nyimbo. Haleluya, haleluya. Tazama miale ya jua, ya rangi ya kupendeza. Tumsifu, tumsifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Upepo unapovuma na mawingu ya mvua, tumsifu. Haleluya. Jua zuri asubuhi, pia mwanga wa jioni. Tumsifu, tumsifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kipindi cha Biblia iliyoota mabawa. Tulishaanza kuona katika somo lililotangulia kwamba mpango wa Mungu ni kutiisha upya mazingira, kwa sababu mwanadamu ameruhusu mazingira yamgarikishe kwa kujiondoa kwa ile nguvu inayotawala malimwengu yote, kwa kuasi, kwa kula tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Kataka yeye mwenyewe awe mtawala, lakini bila Mungu mwanadamu hawezi neno lolote. Na tunaona katika mpango wa Mungu wa kutiisha mazingira, Masihi ameahidiwa. Lakini hili jambo tutaliona katika mashujaa wa aina nne. Mashujaa wa aina nne. Katika kile kisa cha anguko la mwanadamu, tunaona mashujaa wa aina nne. Kila mmoja alikuwa na ushujaa wake kwa kutiisha aina fulani ya viumbe, kwa kutiisha aina fulani ya viumbe. Mtumishi wa ukombozi ameahidiwa kuja kupigana vita hiyo ya kutiisha wanyama wakali alioshindwa Adamu. Mmoja wao ni joka wa machafuko. Kwa hiyo baada ya anguko la mwanadamu, ukarimu wa Mungu unawakilishwa na kondoo wa sadaka ya ukombozi. Kondoo huyo alichinjwa. Maana ukiona Mwanzo 3 fungu la 21, Mwanzo 3 fungu la 21, anasema hivi: Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Hapa hajaelezea mambo yote, lakini tunakuja kukutana naye huko katika vitabu vya Biblia. Yesu anaitwa mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu na Yohana Mbatizaji. Lakini katika Ufunuo pia tunaambiwa ni mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo mavazi ya kondoo walivikwa Adam na Hawa, kuonyesha kwamba hapo kondoo alikuwa amechinjwa. Kondoo alikuwa amekufa kwa ajili ya kafara ya dhambi, kwa ajili ya kafara ya dhambi, kutengeneza amani kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo lakini tunaendelea kuona kwamba jamii yote imeingizwa katika vita hivyo, na jamii inaingia vitani. Jamii yote ya wanadamu wanaingia vitani, kwa sababu kwanza wanyama wameshakuwa wakali, pili mazingira yameshakuwa magumu, miiba na michongoma itazaa. Yani watakuwa wanatiisha ardhi ili kuondoa michongoma
na kuweka mimea ambayo ni rafiki kwa binadamu. Na wale wanyama waliokuwa wakali baada ya anguko la wanadamu, wanyama wote wakawa wabaya wakali, lakini Mungu akaweka watiishaji. Hebu tuangalie kazi kuu 4. Hizi kazi 4 zitaonyesha mpango wa Mungu anapoendelea kutiisha ulimwengu kwa kutumia wanadamu. Mtu wa kwanza anaitwa watu hawa tunaweza tukawaona katika Mwanzo sura ya 4 mstari wa 20 hadi 22. Hebu tusome Mwanzo sura ya 4 mstari wa 20 hadi 22. Anasema hivi: Ada akamzaa Yabali, huyo ndiye baba yao wakao katika hema na kufuga wanyama, na jina la nduguye aliitwa Yubali, huyo ndiye baba yao wapigao kinubi na filimbi. Sila naye akamzaa Tubal-Kaini, mfua kila chombo cha kukatia cha shaba cha chuma, na umbu lake Tubal-Kaini aliitwa Naama. Nitaenda kufafanua. Hapa tumeona kazi kuu 3, na baadaye tutaona kazi ya 4 ambayo yenyewe ni ya kipekee. Kazi kuu 3 katika kutiisha ulimwengu. Anasema huyu Tubal-Kaini, yeye naweza nikamuita mtu mwenye chapa ya simba. Tubal-Kaini, kwa nini ana chapa ya simba? Yeye alikuwa ni muhunzi, na yeye pia anaitwa baba wa wale wote ambao ni wahunzi wa vyuma. Na vyuma vilikuwa kwa ajili gani? Kwa nini kwa wakati huo wa uchanga wa ulimwengu binadamu alihitaji matumizi ya chuma? Tunaelewa sote tulikotokea. Tumetokea katika jamii za wafugaji pamoja na jamii za wawindaji. Kwa hiyo vyuma vilitumika kwa kipindi hicho, kwa sababu walikuwa ni wakali, wanyama walikuwa ni wakali. Kwa hiyo hawa wahunzi walitengeneza vyuma kwa ajili ya kuwinda na kutiisha wanyama wa mwitu. Kuwinda na kutiisha wanyama wa mwitu. Kwa hiyo kama vile simba anavyowinda na kutiisha wanyama wa mwitu, basi huyu Tubal-Kaini alikuwa ni muhunzi na baba wa wahunzi. Na anatuonyesha kwamba kerubi simba aliwakilishwa na ule moto ambao ulikaa mlangoni pa bustani ya Eden, ule moto. Kwa hiyo mwanadamu anapotengeneza moto wa kuyeyusha vyuma na kutengeneza vyuma kama silaha, wanakumbuka yule kerubi aliyeshikilia upanga wa moto uliozunguka huku na huku katika njia ya kuingia mti wa uzima. Kwa hiyo tunaona Tubal-Kaini hapo anaitwa baba wa wahunzi, yaani wawindaji, wahunzi wa metali, labda kwa ajili ya silaha za kutisha wanyama wa porini. Lakini kwa upande wa pili, kazi hii ya Tubal-Kaini itakuja kupewa maana ya kiroho, na hiyo maana itarithiwa na Ibrahimu. Ibrahimu yeye alikuwa na vita ya kutiisha mataifa ya kipagani yenye nembo za wanyama wa mbalimbali wa mwitu, ili kuwarudisha haya mataifa kumrudia na kujenga imani ya Mungu muumbaji wa mbingu na nchi. Tunakuja kuona baadaye, lakini kwanza tuangalie huyu Tubal-Kaini alikuwa ni mwindaji wa wanyama, lakini baadaye tunakuja kuona wanyama hawa pia wanawakilisha mataifa. Kwa mfano katika unabii, Babeli alikuwa wakilishwa na simba, Babeli simba. Katika unabii wa Amedi na Wajemi waliwakilishwa na dubu, na hao wote ni wanyama hatari na kadhalika. Na hata leo mataifa mbalimbali yamewakilishwa na wanyama. Lakini twende kwa Yabali. Yabali huyu ni mtu wa pili ambaye ana kazi ya kutiisha. Huyu ana chapa ya dume la ng'ombe, kwa sababu amewazaa wafugaji, na lengo lao wafugaji ni kutiisha wanyama wote wa kufugwa. Hali kadhalika tunaona wanyama wa kufugwa leo, kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna mbwa, kuna paka, kuna punda yule anayefugwa, alafu na kadhalika, kuna farasi na wengineo kama hao. Hali kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hawa hata kuku na kadhalika na vifaranga vyake wote wanatiishwa na mwanadamu. Huyu alikuwa ni mfugaji. Wakati ule wa kwanza Tubal-Kaini alikuwa mwindaji. Huyu anaonekana alikuwa ni mfugaji wa wanyama, na tunaona yeye alikuwa anatisha wanyama.
hata katika Biblia pia tunaambiwa kwamba kulikuwa na kerubi mwenye sura ya ndama akiwakilisha sadaka, maana wale wanyama walikuwa kwa ajili pia ya kutoa sadaka. Baadaye walikuja kutumika kama nyama na maziwa. Lakini utaona Yabali katika Mwanzo 4 fungu la 20, yeye anatiisha kundi hilo la viumbe asili. Akamzaa Yabali, huyo ndiye baba yao wakao katika hema na kufuga wanyama. Kwa hiyo tunaona kazi hiyo ya kutiisha. Hata hivi leo tuna wengine wanawinda na kuna wengine wanafuga. Hizo ni kazi mbili tofauti, lakini zote zinahusisha kutiisha wanyama. Kwa hiyo tunaona huyu kazi yake kubwa ilikuwa ni kuchunga wanyama, na katika mpango huo tunawaona Abeli anakuja anamtoa mnyama wake kama sadaka, na wale wanyama Mungu ametumia kama tuition kuonyesha kwamba utiisho mkubwa wa mazingira ulikuja kwa kafara ya mwana kondoo wa Mungu. Kafara kubwa hiyo ndio itakuja kutiisha mazingira na kuleta amani duniani. Hilo ni somo kubwa la ukombozi. Kwa hiyo Yabali alikuwa ni mzazi au alikuwa baba wa wachungaji wa mifugo wanaoishi hemani, wale nomadic pastoralist. Silaha yao kuu ni fimbo kwa ajili ya kutiisha wanyama wa kufugwa, na kazi hii ilirithiwa baadaye na kupandishwa hadhi katika mzee wa pili wa imani ambaye ni Isaka. Isaka yeye tofauti na Ibrahimu aliyetiisha majeshi kutoka Mesopotamia, utiisha mataifa ya kipagani na akaitwa baba wa mataifa. Isaka yeye anatiisha ni vita dhidi ya umaskini. Alikuwa na umradi wa kujenga uchumi imara kwa kuboresha ufugaji na miundombinu ya visima vya maji kama kielelezo cha Mungu alivyofanya katika himaya yake ya Edeni. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukaangalia Isaka katika Mwanzo 26 fungu la 12 hadi 33. Mwanzo 26 fungu la 12 hadi 13. Anasema hivi, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kusitawi, hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamuhusudu. 15. Na vile visima vyote alivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahim babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza vifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu kuliko sisi. Bwana asifiwe sana. Basi Isaka katoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari. Unaona Isaka na hamahama kwa mahema, na anasema akakaa huko. Isaka karudi akavichungua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahim babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu. Naye akaviita majina kufuata majina aliyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika, na kadhalika na kadhalika. Utaona Isaka huyu alikuwa ni mfugaji. Kwa kielelezo cha huyu huyu anayeitwa Yabali mwenye chapa ya ng'ombe, yeye alikuwa na kazi kubwa ya ufugaji. Bwana asifiwe sana. Lakini kazi ya tatu, huyu alikuwa ametisha wanyama. Huyu mwenye kazi ya tatu anaitwa Yubali, na huyu Yubali ndio asili ya neno yubile. Yubali ni mwenye alama ya mtu. Yeye alikuwa anatiisha wanadamu, anaitwa ni baba wa wanadamu. Kwa sababu gani? Yeye aliwazaa wakulima. Kwanza wakulima wanatiisha ardhi, wakishatiisha ardhi yenye miiba na kufanya iwe ardhi ya kuzaa mbegu mboga mboga na matunda, anaondoa michongoma na kufanya jamii ifurahie mavuno. Sasa zama zile kulikuwa na sikukuu za mavuno. Zile sikukuu za mavuno ndio tunaona ya kwamba wanadamu walikuwa na sherehe za mavuno. Ndio maana ya Yubali, kwamba alikuwa anatengeneza pia vifaa. Wakati wanalima wanatiisha ardhi, lakini baada ya kutiisha ardhi, jamii iliyoshiba huwa wanaingia kwenye sherehe za mavuno. Kwa hiyo huyu Yubali tunaona Mwanzo 4 fungu la 21 anafanya mapinduzi mengine ya kisayansi. Mwanzo sura ile ya 4 mstari ule wa 21 anasema hivi,
na jina la nduguye aliitwa Yubali. Huyo ndiye baba yao wapigao kinubi na filimbi. Ndiye baba yao wapigao kinubi na filimbi. Sasa walikuwa wanachezea mavuno, ngano na nafaka. Baada ya kuvunavuna na kadhalika, baadaye sasa wavunaji wanakuja kusherehekea sherehe za mavuno. Wanasherehekea sasa kwa kugusagusa vinanda na filimbi, vyombo vya muziki. Siku zote wanadamu wanatiishwa kwa wasanii. Wanadamu wanapewa shule kwa wasanii. Wanasema msanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo wao walikuwa na kazi kubwa ya kutiisha jamii au kuelimisha kwa njia ya sanaa na utamaduni. Kwa hiyo tunaona yeye Yubali alizaa waimbaji, na silaha kubwa kabisa katika kutisha wanadamu ilikuwa ni vyombo vya muziki vikitumika kutisha watu kisanaa. Lakini lengo kubwa kabisa ni katika ukoo wa Kaini. Tunaona hao watatu walikuwa wameleta mapinduzi ya kiutamaduni, ya kiuchumi, ya kisiasa, ya kiuchumi na ya kijamii. Unaona? Lakini tunaona vikapanda daraja baada ya Yakobo kupokea njozi ya Betheli. Akawa na vita ya kujenga jamii bora yenye muziki stahiki katika nyumba ya Mungu. Anasema hili ni lango la mbinguni na hili jiwe litakuwa ni msingi wa nyumba ya Mungu, na madaraja ya undugu aliyokuwa ameyabomoa hapo awali, Yakobo anayatengeneza upya. Akashinda njia kwa kupatanishwa na Mungu, kisha akapatanishwa na ndugu zake, akaitwa Israeli na kupokea jukumu kubwa la kimila linaloitwa the great cultural mandate. Hilo ndio utume katika Agano la Kale, ni kuendeleza mila takatifu, utamaduni takatifu. Kwa hiyo Israeli ameweka msingi wa taifa la Mungu, wale wanaomwabudu Mungu. Kwa hiyo tunaweza tukaona Yubali alikuwa na waongoza watu katika utamaduni, anaasisi utamaduni wa sanaa. Kazi kubwa sana, na wanadamu walikuwa wanakusanyika. Lakini kwenye sanaa wanadamu wanaweza kufanya vizuri au wakafanya vibaya. Kwa hiyo kazi ya 4 inahitajika. Huyu wa 4 hakutokea upande wa Kaini. Yeye alitokea upande mtakatifu wa Seti. Enoko maana yake aliyejitoa. Huyu alikuwa na muhuri wa Mungu. Enoko alikuwa na muhuri wa Mungu. Kwa nini ninasema na muhuri wa Mungu? Alikuwa anasimamia maisha ya maombi ya kiroho. Alikuwa ni mtu wa kiroho, ni mtu wa maombi, na anahubiri kukemea ukaidi na ufedhuli wa wanadamu. Yeye anakuwa shujaa wa kiroho, na yeye ana silaha yake anayobeba ambayo inaitwa upanga wa neno la Mungu. Unaweza ukaona katika Mwanzo 5 fungu la 22 hadi 24. Mwanzo 5:22 hadi 24. Henoko akaenda pamoja na Mungu. Baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Alikuwa ni rafiki sana wa Mungu na alivipiga vita vizuri vya imani. Hatimaye Mungu akamtwaa. Miaka 365 leo tunatambua ni siku za mwaka. Mwaka mzima unapozunguka jua ni siku 365. Kwa hiyo alikuwa ni shujaa wa jua la haki ambaye ni Mungu mwenyewe. Anapotembea duniani kuna kuwepo na usiku na mchana. Kuna kuwepo na usiku wa maombi na mchana wa kukemea dhambi. Tunaona huyu mtu wa Mungu alikuwa na silaha. Hebu tuangalie huyu Enoko ambaye maana yake ni aliyewekwa wakfu au aliyejitoa, aliyebeba muhuri wa Mungu. Huu muhuri wa kuweka chapa wanadamu umefananaje? Tuangalie Yuda sura ya 1 mstari wa 14 hadi 15. Yuda sura ya 1 mstari wa 14 hadi 15. Anasema hivi, Yuda sura ya 1 14 hadi 15. Na Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao. Mtu wa 7 baada ya Adamu kwa upande wa watakatifu ni Henoko. Mtu wa 7 baada ya Adamu kwa upande wa wale wengine walikuwa wanatiisha mazingira ndio hao ndio Lameki kwa upande wa Kaini, na ndiye aliyewazaa wale vijana watatu. Yule aliyekuwa baba wa wahunzi, yule aliyekuwa baba wa wakulima, yule alikuwa baba wa wafugaji. Lakini sasa kuna huyu ambaye ni baba
watu wa kiroho, ukoo wa kiroho kwa upande wa Seti, yule wa 7. Maana hii namba 7 imetumika katika Mwanzo, lakini namba 4 pia imetumika, maana tunaona kazi kuu 4. Sasa hebu tuangalie huyu Henoko alikuwa ana kazi gani na ni silaha gani aliyoitumia. Tuangalie Yuda sura ya 1 fungu la 14 hadi 15. Anasema, na Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu yao. Maneno ya nini? Ya unabii juu yao. Alikuwa na silaha ambayo ni neno la nani? Neno la Mungu, ambayo tunaambiwa katika Biblia ni upanga wa Roho unaoingia katika nafsi za wanadamu, kuchoma nafsi za wanadamu. Anasema hivi, alitoa maneno ya unabii juu yao akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote, kuadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameanena juu yake. Kwa hiyo huyu alikuwa ni nabii, huyu alikuwa ni mtu wa kiroho, na chapa yake ni muhuri wa Mungu, anawatia katika mioyo ya wanadamu. Kwa hiyo tunaona hao wakulima, hao wawindaji wanaweza wakakosea, wanaweza wakalima vibaya, wanaweza wakadhurumu, wafugaji wanaweza wakafanya vibaya, lakini mchungaji wao wote ni Henoko. Maana yake Henoko aliyetengwa, aliyejitoa. Kwa hiyo alikuwa anakemea, ana muhuri ya Mungu, anasimamia maombi ya kiroho, ni mahubiri ya kukemea ukaidi na ufedhuli wa wanadamu. Yeye ni shujaa wa kiroho, anabeba upanga wa neno la Mungu. Hali kadhalika ukija kwa upande wa makerubi, kuna huyu kerubi anayeitwa Tai, anawakilisha manabii wote. Henoko alikuwa ni nabii, ni mtu wa 7 kutoka Adamu kwa upande wa Seti, na wale wanaoitwa wana wa Mungu wote, maana kulikuwa wana wa wanadamu na wana wa Mungu. Walikuwa wana wa Mungu walikuwa wanatembea na Mungu daima, na wanabeba silaha ya neno la Mungu kama upanga wa dini, upanga wa kiroho, ili kutiisha wanadamu. Wao walikuwa wanatiisha wanadamu walio na ufedhuli, na hivyo kabla ya gharika, huyu ndiye aliyekuwa anaweka muhuri wa Mungu ili wawe chini ya Mungu. Kipawa cha Henoko cha kutembea na Mungu na kukemea umoja wa wanadamu, maana wakati mwingine wanadamu wanaungana kwa ajili ya uovu, kukemea umoja wa wanadamu katika uasi. Kitendo hicho au kazi hiyo ilirithiwa na Yusufu, ambaye alishinda vita vikali dhidi ya uasi. Na unaona anakaa na hirimu zake, wale vijana wa Bilha na Zilpa, anaripoti maasi yao kwa baba yake, na baba yake anawakemea. Akawa shujaa wa nyota, kwa sababu baadaye alikuwa anakemea mataifa, akawa anaongoza mataifa katika kumwabudu Mungu. Akawa shujaa wa nyota. Wanadamu walipoungana katika kujenga mnara wa Babeli, walikuwa wanafanya uasi dhidi ya Mungu. Akawa shujaa wa nyota kwa kuwa mtu wa rohoni, mwenye kutumia vyema upanga wake wa neno la Mungu. Tunaweza tukaona Yusufu ndiye katika kabila la Israeli, au katika misingi ya kabila la Israeli, alirithi hii ya unabii. Yeye ndiye alikuwa nabii. Kama Henoko alikuwa nabii, Yusufu alikuwa muota ndoto, na wakati mwingine ni nabii muota maono, ambaye Mungu anamuonyesha ni mtu wa kiroho. Na unaona ndugu zake walimchukia kwa sababu alikuwa anatumia vizuri upanga wa neno la Mungu. Unaweza ukaona mifano katika Mwanzo sura ya 37. Mwanzo 37 anasema hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Ni kama Henoko alivyokuwa anawaombea wanadamu kwa Mungu, lakini wakati huo huo anawakemea wanadamu wafedhuli, anawaonya na anawaambia ujio wa Mungu aliye mtakatifu sana. Fungu la 9 anasemaje tena? Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema hivi, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Unaona, huyu alikuwa ni nabii akionyesha utawala wa kiroho. 39 fungu la 7 hadi 10. 39, Mwanzo 39
fungu la 7 hadi 10. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami, lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa, nimkose Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Unaona silaha ya Yusufu, neno la Mungu. Neno la Mungu linasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Mpende na jirani yako kama nafsi yako. Hakutaka kulala na mke wa jirani yake ambaye ni bosi wake pia, mke wa Potifari, kwa sababu alitumia silaha ya neno la Mungu. Alimkemea huyu mke wa Potifari. Naona mke wa Potifari alikasirishwa. Siku zote wanadamu wanakasirishwa wakigusa kwenye anga zao. Wanadamu wanapenda starehe sana. Baada ya maovu, wanadamu, hata mji wa Sodoma na Gomora iliangamizwa, lakini Mungu alituma malaika watakatifu kukagua. Hivyo watu wengine wanasimama kama malaika watakatifu, kama makerubi tai, wanaoleta matangazo ya hukumu ya Mungu. Tunaona kazi ya Mikaeli katika njozi ya mwisho wa Daniel sura ya 10 hadi 12 ni kuzalisha nyota za mbinguni kwa kuzipindua nyota zilizoasi. Na huyu Mikaeli ndiye jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wa Mungu. Kwa hiyo kerubi tai anawakilisha wana wa Mungu, wale ambao wanapaa kiroho, wanaona mbali, na hivyo wanakemea. Henoko, tunaona baada ya kutembea miaka 365 alipaa kama tai. Alikwenda huko mbinguni kwa Baba, alienda kuishi huko na yuko huko hata leo. Tunaona Yesu alipokuwa hapa duniani, Henoko ndiye alitumwa kuja Musa na Elia ni wale ambao wako mbinguni pamoja na Henoko. Hao watatu wanajulikana wako mbinguni kwa sababu walikuwa ni manabii, walikuwa ni watu wa kiroho waliobebana na Mungu katika mizigo ya kukemea wanadamu na kuwaonya na kuwaelekeza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hizo kazi kuu 4 ni kazi za kutiisha wanyama mwitu. Leo serikali ndio ina kazi ya kuchunga misitu na kuchunga hifadhi zote za wanyama. Tunaona kazi nyingine ya kutiisha wanyama wa kufugwa. Tunaona pia kazi za kiuchumi zikiendelea, na serikali pia inaangalia uchumi wa nchi na usitawi wa wanyama wa kufugwa na mali zote za raia. Bwana asifiwe sana. Tunaona pia kazi nyingine ya 3 ambayo ni utamaduni, sanaa na utamaduni. Na serikali ya Mungu pia ilihusika, maana lengo la ustawi kiuchumi ni kwamba wanadamu wote, viumbe vyote vije vimtukuze Mungu. Bwana asifiwe sana. Na tunaingia katika hatua ile ya 4, tunaona neno la Mungu. Mungu anakuwa ni mchungaji, na hivyo Mungu ndiye anayewajibika katika haya yote, lakini amemkasimisha mwanadamu, na katika kumkasimisha mwanadamu ni mimi na wewe. Unapofanya kazi ya kutiisha, unafanya kazi ya Mungu. Hiyo inaitwa the great cultural mandate, ambayo katika Agano Jipya inakuja kuitwa the great commission, kutiisha mataifa na kuwafanya wanafunzi na kuwafundisha neno la Mungu na kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ni ubatizo, ni ufugaji wa hali ya juu wa kuwaongoza watu katika haki. Mungu anakuita leo uwe sehemu yake ya kutiisha mataifa. Mungu Mwenyezi, wema wako ni mkuu. Asante kwa kuwa unatupenda, unatujali. Hebu mbariki mpendwa mtazamaji wangu kwa ajili ya kipindi hiki kizuri ambacho kinambariki, akawe ni shujaa wa kiuchumi, shujaa wa kiutamaduni, shujaa wa kiroho, akawe mtumishi wako katika kutiisha mazingira. Wewe ndio uliyekuja kumtiisha mwanadamu kwa kumtuma Yesu Kristo aje hapa duniani. Tunaomba basi ukashiriki katika mradi huu mkubwa na kuwaongoza wanadamu wa kuabudu wewe. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amina. Basi mpendwa mtazamaji wangu, na kushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nami katika kipindi hiki. Naamini Mungu atakubariki. Basi tutasikiliza wimbo mmoja kuhitimisha kipindi hiki. Wakahoni
Basi Mungu akubariki sana mpendwa mtazamaji wangu, na tuonane kipindi kingine. Asante Yesu, umbariki anapokwenda kuitiisha ardhi, anapokwenda kutiisha wanyama, anapokwenda kutiisha wanadamu wenzake kwa njia ya neno lako. Usimpungukie mtumishi wako. Sisi wote ni watumishi wako. Siku moja utakaporudi Bwana wa mavuno, tuwe na ripoti mbele zako, kwa jina la Yesu. Amina.